Hallelujah. Praise God. Salamu za Kalivari. Mungu ni mwema, ni mwaminifu. Amenitosha, ameniwezesha. Nimeamka nikiwa mzima. Anazidi kunitia nguvu za kukwea milima na mabonde. Anazidi kufanya mikono yangu ikawe hodari katika vita. Na ni ya kwamba ninamshukuru, ni kwa sababu yeye ni mwema na ni mwaminifu na anaweza na anatosha kwa yote. Karibu katika ibada yetu ya siku ya leo. Jinsi ya kwamba uko mahali ambapo panastahili ya kwamba kelia ama ketia kiti chako cha muujiza. Kalia kiti chako cha muujiza ukaweze kuvuna kitu, ukaweze kuweka tunda, ukaweze kuvuna neno moja la imani, ukaiweze kuiweka katika kapu lako, na kutoka hapo tutaweza kuzidi kuendelea na kumtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Basi kapu lako liweke tayari, ambayo ni moyo wako, ukaweze kuwa na utayari ya kusikia neno. Maandiko inasema ya kwamba imani huja kwa kusikia, na kwa kusikia neno la Bwana tena na hata tena. Basi karibu katika ibada yetu ya siku ya leo. Ninawapenda bure. Bwana asifiwe. Nawapenda na upendo wa Kristo. Nawapenda kufanyika mandugu na mandada katika imani, katika ulimwengu wa kiroho, kupitia kwa damu takatifu la Yesu Kristo aliyotupenda nayo sisi wote. Na ya kwamba asubuhi ya leo sina shaka, ni kwa sababu nimesamehewa dhambi, na ya kwamba nimeitwa katika utukufu wa Kristo Yesu. Karibu katika ibada yetu ya siku ya leo. Tung'oe nanga pamoja. Weka kapu lako tayari, na ya kwamba wacha tukaweze kushukuru. Na leo tunanena ya kwamba mahali ambapo walikuwa wamekuweka si mahali ambapo watakupata. Ya kwamba mahali walikuweka ukaweze kusafa, ukaweze kuhangaika, ukaweze kufa. Yani mahali ambapo walikuweka waone vile ambavyo itakavyokuwa na destiny yako, si mahali ambapo watakupata. Ni kwa sababu gani? Mungu amekuandalia matuo, Mungu amekuandalia platform ukaweze kukanyangia, na ya kwamba akaweze kukusongesha hatua kwenda hatua nyingine. Basi karibu tukaweze kung'oa nanga pamoja, na siku ya leo ukawe na hakikisho kana kwamba you are not going to stay in that situation. Wherever you are right now, it is not permanent. God gonna get you out of that situation. He gonna get you out of that suffering. He gonna get you out of the hands of the enemy. He gonna scatter your enemy. Atawaibisha. Kuna watu wataibika mbele yako, kuna watu watasononeka, kuna watu watainamisha vichwa vyao na nyuso zao mbele zako. Ni kwa sababu gani? When God creates a platform, he makes sure that the enemies watakuja kukusurround na wataibika katika jina takatifu la Yesu. Mungu akakutende mema asubuhi ya leo, na ya kwamba jitayarishe, ni kwa sababu mahali ambapo walikuacha, mahali ambapo walikukanyangisha, mahali ambapo walikusudia, mahali ambapo walitarajia ya kwamba ukaenende kuumia, ukaenende kuteseka, ukaenende kufedheka, ukaenende kuaibika, hautaweza kuwa pale tena katika jina takatifu la Yesu. Na leo tunanena habari za Yusufu na ndugu zake, ya kwamba maadui zako, ndugu zako ambao ni wa kiroho, na ya kwamba wako kinyume na wewe, Mungu akawafedhesha, ya kwamba wacha tu ukapitie kule, wacha ukawe refine, wacha ukapitishwe kwa moto, wacha majaribu yakawe mengi, wacha vita ikawe mingi. Ya kwamba maandiko inasema ya kwamba you teach my hands to wage for war. Ya kwamba ananoa makali ya makucha yako ukaweze kuwa muondari katika vita, katika jina takatifu la Yesu. There are levels huwezi ukafika pasipo kuwa na vita, na ya kwamba ni hakikisha ya kwamba vita ambao unaenenda kuipigana utaenenda kuishinda. Ni kwa sababu gani? Ndio ukaweze kupandishwa katika utukufu mwingine. Ndoto zako zitatimia, maono yako itatimia. Chochote kile Mungu amekusudia chema ni kwa sababu ya maisha yako, ni ya kwamba kitaenenda kutimia. Yeye ndiye mwanzo na mwisho, na ya kwamba anatuahidi ya kuwa chochote kile alianzisha katika maisha yetu hana budi kukikamilisha, hana budi kukitekeleza. Ni nani huyu atakayesimama na aseme utafikania? Ni nani huyu atakayesema kana kwamba hautaweza? Ni nani atakayesema ati ya kwamba atazima kile ambacho Mungu ameweka ndani yako? Ya kwamba kuna tumaini la mti ambao umekatwa na hatutakatwa na yeyote. We are not ready ya kwamba tukaweze kukatwa. Ya kwamba sisi ni mashujaa, sisi tuko ondari, ya kwamba sisi ndio wenye kukanyaga
na kuondoa falme zozote zile ambazo inuka kinyume nasi. Basi wacha tushukuru asubuhi ya leo, na Mungu akakutende mema. Nilikuwa natayarisha imani yako asubuhi ya leo ni kwa sababu kunacho kitu ambacho utaenenda kuvuna na ukaweke katika kapu lako la imani, na Mungu akaweze kukutenda mema. Baba, kwa jina takatifu la Yesu, mfalme wewe ni Yahweh Jehova Adonai El Shaddai, mfalme Zakayanda Bazai, nena kushukuru kwa wema na kwa fadhili zako. Hakuna mwingine kama wewe Jehova. Pale Kalivari my Father yote imekwisha, na ya kwamba asubuhi ya leo nanena mema juu ya maisha yetu. Asubuhi ya leo natangaza ushindi. Asubuhi ya leo my Father, tunaona wema na nguvu zako na fadhili zako ambazo ni kamilifu my Father. Tunakushukuru na bariki jina lako takatifu, uwepo wako my Father. Nasema ni asante kwa hifadhi, asante kutupigania, asante ni kwa kuwa wewe ni mwema na mwaminifu, na hakuna muweza kama wewe, hakuna nguvu kama zako Bwana, hakuna ukuu kama wako Rabi. Asante Bwana, hatuna mwingine wa kumwabudu. Vinywa vyetu my Father zimejawa na sifa na shukurani asubuhi ya leo. Jehova, umetuhifadhi kutoka jana asubuhi, mchana kutwa my Father, na hata na usiku. Sasa tumetupa kuona siku nyingine Baba, tuko na sifa na vinywa vyetu ya kwamba mioyo yetu inakushukuru, ya kwamba tunashangilia Bwana. Tunasema ni asante kwa hifadhi, asante kwa upendo, asante kutuneemesha katika kila hali, katika jina takatifu la Yesu. Wewe umwaminifu, wewe ni ngome letu, wewe ni mtakatifu, wewe ni mkuu kuliko vyote. Hakuna muweza kama wewe, hakuna nguvu kama yako Bwana. Umetukuka kuliko vyote, hakuna mwingine wa kufananishwa wala kulinganishwa na wewe. Wewe ndiye mwaminifu, wewe ndiye Baba mwenye rehema, wewe ndiye Mungu mwenye kibali my Father. Umeinuliwa, umetukuka Jehova. Tunakuenzi, tunakuabudu kwa wema na kwa fadhili zako. Pokea sifa na upokea utukufu enzini pako Bwana. Ni nani aliye kama wewe? Ninakutukuza, inasema Baba unaweza na unatosha. Asubuhi ya leo my Father Jehova, ufalme wako ukashuke, mamlaka yako Baba ikatushukie, nguvu zako, uwezo wako ukashuka ukawe katikati yetu, katika jina takatifu la Yesu. Mwema kuliko vyote, wewe ndiye kimbilio letu, ngome letu imara. Ni wewe msingi usiyetingizika, fiche letu, jemendari wa vita my Father. Jehova Nisi, Jehova Yahweh my Father. Ebeneza ni wewe, the Prince of Peace my Father, the mighty counselor. Ni wewe my Father, tunakuinulia utukufu. Tunanena ya kwamba unatosha na hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna nguvu kama zako Bwana. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe, jina lako lipewe sifa. Wewe ni mwaminifu na wewe ni Baba mwenye rehema na Mungu mwenye kibali. Hakuna mwingine kama wewe, hakuna nguvu kama zako Bwana. Umetukuka kuliko vyote, wewe ni Mungu wa rehema. Asubuhi ya leo tunatubu dhambi zetu na makosa my Father. Damu ya Yesu ikatutakaze, ikatuoshe, tupate neema, kibali cha utakazo my Father. Utakazo, utakazo, utakazo. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu iliyo takatifu my Father, isiyo na waa, ikatuoshe, ikatutakaze na kutusamehe katika jina la Yesu. Tupate neema, kibali machoni pako, kuitwa watoto wako katika jina la Yesu. Hatuwezi lolote my Father, tunaalika uwepo wako my Father, Mungu Baba, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, mwalimu wetu, ya kwamba my Father ukatushike kwa mkono ndani, ya kwamba ukatuelekeze, ukatumulikie, ya kwamba my Father Jehova ukatunjaze na Roho my Father ya hekima Jehova, katika jina takatifu la Yesu. Asubuhi ya leo tunachokiomba kwako ni the word of knowledge and the word of wisdom, the discerning spirit my Father. Usiache my Father tukatokomee kwa giza, tukakose roho ya kuchanganua na hata maro na kuielewa my Father, katika jina la Yesu. Tupake upya my Father, tutengeneze njia my Father, katika jina la Yesu. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, hakuna muweza kama wewe, hakuna nguvu kama zako my Father. Umetamalaki Jehova. Asubuhi ya leo tufunike na wingu lako la baraka Jehova, tufunike my Father na ulinzi wako, tufunike my Father na damu yako takatifu, tuzunguke na miale ya moto katika jina la Yesu Kristo. Namba ya kwamba kila kusudio na kila nia mbovu my Father, ya kwamba Jehova, kila timing Jehova, kila warm up my Father Jehova, each and every practice, each and every committee ambao my Father imekaa chini kinyume na sisi my Father, asubuhi ya leo natangaza kwa nguvu, uwezo, mamlaka ya jina la Yesu, ya kwamba hakuna silaha imeinuliwa kinyume nasi itakayofaulu, na ya kwamba my Father nguvu zote za giza my Father msalabani zikameli inakita mazika la boshanta. Natangaza
my Father, ya kwamba faume za wafunga manchini, faume my Father za mafrimation, man devil worship, devil agents my Father, wachawi wa kiroho na wa kiasili my Father, diviners wote, wachanganuzi my Father, rineta rinai, waonaji wa uongo my Father, wote nateka nyara katika jina la Yesu my Father, kitita kimoja na wachawi wauaje wote my Father, rinai katika jina la Yesu Kristo. Shetani mbilisi, kazi yako ni kuiba, kuharibu na kuua nyota za watu, kusambaratisha destiny za watu my Father. Jehova inatangaza faume zote za giza na zivua mamlakani na zusha chini, natangaza hazina nguvu, hazina mamlaka, hazina nguvu ya kwamba na zikashindwa kwa jina la Yesu Kristo. Baba yangu na Mungu wangu, kila roho zote chafu my Father ya kurineta my Father, rineta rivai na ivonja katika jina la Yesu Kristo, na isambaratisha katika jina la Yesu. Natangaza my Father, rineta mazai rabisha kontama, kila communication miale yote ya giza my Father, Jehova mitambo yote ya mawasiliano kinyume na ibada hii my Father, na vunja katika jina takatifu la Yesu, ya kwamba nanena upenyo, nanena nguvu zako, nanena my Father kona zote nne Baba, uwepo wako ukapenya na ukazi sauti my Father mahali ambapo inapofikia watoto wako wakambandilishwe na neno lako my Father. Ni kwa sababu neno lako my Father iwezi ikakurudia mbure Baba, naweka natia nguvu yako my Father katika usemi wa kinywa changu, naitisha mamlaka ya mbingu, naitisha nguvu zako, naitisha rema zako my Father. Andamana nami Jehova, ya kwamba my lazika labo malaika wa neno akaenende pamoja nami my Father, nitete rabi pigana my Father rine na wote ambao uinuka kupigana na this platform my Father. Natangaza ya kwamba hawana nguvu, hawana uwezo, hawana mamlaka na wakashindwa katika jina takatifu la Yesu. Damu ya Yesu my Father kona zote za madhambao haya my Father, damu ya Yesu my Father ikatakaze watoto wako kutoka utosi wa vichwa vyao hadi nyayo za miguu yao, ya kwamba Bwana ukawatetee Jehova madhambao zote za kuinuliwa, za kiasiri, za kiroho, za uongo my Father, za uovu, imezivunja nimezibomoa katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba Baba wewe ndiye mwaminifu na wewe ndiye mlinzi wetu. Tutetee siku ya leo my Father, Jehova wengine wamekusudia kutuangamiza, wengine wamekusudia my Father tukatokomee. Tunatangaza ya kwamba my Father hatutafunikwa kwa mashimo Jehova, ya kwamba my Father rivai kuntiva zai mashimo my Father ambao tumechimbiwa na maadui wakatokomee, wakaingia pale katika jina takatifu la Yesu. Tunatangaza njia zote za maadui zikawe giza na utelezi, ukawarudishe nyuma malaika wa ghafla na walie na upanga mkononi, jeshi la Mikaeli ikashuke my Father, ikatawanyishe kambi zote za maadui katika jina la Yesu Kristo. Wanapolala wakituwaza my Father maovu, wanapofua nguo zao my Father wakitunenea mambaya my Father, wanapotengeneza ya kwamba madhambao za giza my Father, kwa jina la Yesu nazifahamia na mazika kwa jina la Yesu, nazibatai na konza rivai kuntiva zai kantora baisha rabo zike dedesha ndai mazika, tuna rivai kunzina kio semi zao tunazikanyusha my Father, tunawamaliza nguvu. Tunatangaza kwa yako mazika wayeyuke my Father, tunayeyusha faume zao my Father, tunawakanyanga, tunambonda my Father kambi za maadui, tunambonda na mazika, tunaripua na ngurunedi ya damu ya Yesu. Tunatangaza my Father kwa jina la Yesu kambi zote za maadui my Father zikasambaratike asubuhi ya leo my Father, na watoto wako wakawe uhuru. Na nena uhuru, na nena uhuru, na nena kuachiliwa, na nena vifungo zote zikakatike, vitanzi vyote my Father vikalege katika jina takatifu la Yesu. Umwema, umwaminifu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Tukuka Bwana na uinuliwe, maana wewe ni muweza na kando yako hakuna mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa na upokee utukufu sasa na hata milele, na ni kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata tukiamini. Amen. Haleluya. Bwana ni mwema, ni mwaminifu, ninaishi nguvu mazika labo shantai mazika labo zakinta mazaya naifa zokorine tai mazika labo shanda. Leo tuko kitabu cha Mwanzo 37, nasoma kuanzia mstari wa 15 nikiteremka mpaka 28. Nasoma Genesis 37 and I'm going to start from verse 15 to verse 28. Let God bless us all in Jesus' name. Wherever they left us, we are not going to be found there. Wherever they left us, in a cocoon, in a pot, inside our pot, wherever they put us inside our bottle,
wherever they put us, ya kwamba wakakufunga na minyororo, let those chains break in the mighty name of Jesus. I break each and every chain of bondage. I break each and every pot that is holding your destiny. I break each and every bottle that is holding your blessing in the mighty name of Jesus. I scatter each and every altar that has been raised against your life. I buy Zakonta Mazika Labo in the mighty name of Jesus, and I speak blessing upon your life in the mighty name of Jesus. Mtu mmoja akamkuta nani huyo mwenye alikuwa anakuta mtu Yusufu, naye alikuwa anazunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, unatafuta nini? Akasema, na watafuta ndugu zangu, tafadhali uniambie mali wanakochunga. Yule mtu akasikia yule mtu akasema, wametoka hapa, maana niliwasikia wakisema twendeni Ndothani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Ndothani. Wakamwona toka mbali, na kabla anjawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja. Aya, twende tukamuue, tukamuue na kumtupa katika mbirika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemula. Kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Narudia mstari wa 19. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja. Aya, twende tukamuue na kumtupa katika mbirika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemula. Kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Rubeni akasikia, akamuokoa katika mikono yao, akasema, tusimuue. Ruben akawaambia, msimwage damu, mtupeni katika mbirika hii iliyopo nyikani, wala msimguze, ili apate kumuokoa katika mikono yao, akamrudishe kwa baba yake. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndevu aliyoivaa, wakamtoa wakamtupa katika mbirika, na hiyo mbirika ilikuwa tupu, hamna maji. Nao wakakaa kitako kula chakula. Wakainua macho yao, wakaona msafara wa Ishmaeli wanakuja wakitoka Gileadi na ngamia zao, wakichukua ubani na zeri na manamane, wakasafiri kuvichukua mpaka Misri. Yuda akawaambia ndugu zake, kwafaa nini kumuua ndugu yetu na kuificha damu yake? Haya, na tumuuze kwa hawa wa Ishmaeli, wala mikono yetu isimudhuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubali. Wakapita wafanya biashara wa Midiani. Basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika mbirika, wakamuuza Yusufu kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha 20, nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunanena kuhusu mahali ambapo walikusudia ukawe, mahali ambapo walikusudia, ama mahali ambapo walikuacha. Kuna watu walikuacha kwa kifungo, kuna watu walikuacha kwa mateso, kuna watu walikuacha wakati ambapo ulikuwa unawahitaji the most. Kuna watu ambao walikunena wakakupaka tope the most, ya kwamba wakararua moyo wako, wakafanya moyo wako ukakae kama kichungi. Ni kwa sababu ya manjera yale ambayo walitia ndani yako. Na siku ya leo nimekuja nikakwambia mpendwa, kana kwamba hautakuwa mahali ambapo walikusudia ukawe, hautakuwa mahali ambapo ya kwamba walidhania utaenenda kukaa milele. Ni kwa sababu gani? God anakuandalia, is preparing a platform ukaweze
kukanyangia. Mali ambapo tumesoma inanena ni baada tu ya Yusufu kuwa ameota ndoto, na akasema nini? Ya kwamba wakiwa na ndugu zake akaona ya kwamba mkanda wake ukiinamiwa na mikanda mingine, na baada ya hayo akaota ndoto nyingine, akaona nini? Akaona jua na mwezi na nyota ambazo zinainamia 11, ambazo zinamuinamia, na ya kwamba baba yake akaweza kumuuliza, unataka kumaanisha mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukushuhudia? Na ya kwamba baada ya hapo ndugu zake wakaenda kuchunga huko nyikani, wakaenda kulisha kondoo, na kwa sababu Yusufu alikuwa anapendwa na baba yake akasalia kule nyumbani. Ikafika wakati baba yake akawaambia, nenda ukawanjulie hali, ya kwamba ukisoma kuanzia 12 ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yake huko Shekemu. Israeli akamwambia Yusufu, je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo nikutume kwao. Ukamwambie mimi akamwambia mimi hapa. Akamwambia nenda basi ukaone kama ndugu zako hawanjambo na kundi nalo li salama, ukaniletea habari. Basi akampeleka kutoka bonde la Hebroni akafika Shekemu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba baada tu ya Yusufu kuwa ameota ndoto, baba yake akatamani akamtume kwa ndugu zake akawanjulie hali, akaonekana kwamba wako salama, na kundi ambalo wanalichunga la kondoo kana kwamba liko salama. Akafanya nini? Akaweze kumletea ndugu ya baba yake habari ya kujua vile mifugo yake na watoto wake walivyo. Na ni kawaida ya kwamba kuna mzazi apendangi kujua na kuwajulia watoto wake hali. Bwana Yesu asifiwe. Na kwamba siku ya leo tunanena kuhusu watu ambao wanakaa ni ndugu zako, watu ambao ni baba yako, watu ambao ni mama yako, hata wakiroho na ya kwamba wale ambao ni biological, ambao wamenjawa na ghadhabu, ambao wamenjawa na maasira, watu wa kutamani, ambao wameingiwa na pepo mchafu, roho chafu ambaye ameingia katika mioyo yao. Wanafanyika kuwa nini? Wanafanyika kuwa maadui. Wanakuinukia pasipo na sababu. Wanakuinukia ni kwa sababu ya maono, wanakuinukia ni kwa sababu ya ndoto, wanakuinukia because of the potential ambao wameona ukiwa naye, ya kwamba ukiwa mtu wa uchoraji, mtu ambaye ya kwamba akona point, ya mtu ambaye akona maono, mtu ambaye akona mipangilio, mtu ambaye akona maono ya mbali, akona focus, ya kwamba utainukiwa mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba destiny yako, when your destiny is great, prepare for battles, ya kwamba utapigwa ndiposa kile ambacho uko nacho kikaweze kuzima, kikaweze kundidimizwa. Nami leo natangaza katika jina la Yesu ya kwamba sitazimia, ya kwamba I'm not going to faint. Neno lake inaniambia kwamba ananitia nguvu, ya kwamba kitabu cha Isaya 43 ya kwamba yeye huwatia nguvu hao ambao wanazimia, ya kwamba wale ambao wanaona kiu, ya kwamba wale ambao hawana nguvu anatia wanyonge nguvu, na ya kwamba wanaibuka wakiwa washindi. Na ya kwamba siku ya leo sitakaa mahali ambapo wameniacha, sitakaa mahali ambapo wamekusudia nikakaa, ya kwamba I'm gonna step out of the boat, ya kwamba sitakaa katika chombo ambacho kina yumba. Itaenenda kutoa mguu wangu nje, itaenenda kutoa mwili wangu nje, nikaweze kutumika, na Bwana ataenenda hata kutupigania katika jina takatifu la Yesu. Yusufu akaenda, na wakati alifika kule wapi Shekemu, akamuona mtu mmoja ambaye alikuwa anazunguka kule. Akamuuliza, unatafuta nini? Akasema, ninawatafuta ndugu zangu ambao wanalisha kondoo ya baba yangu. Akawaambia hawayuko hapa, kwa sababu nimesikia wakisema kana kwamba waende wapi, waweze kusonga mbele, waweze kwenda na huko Dothani. Basi yule Yusufu akawafuatilia, na wakati aliwafuatilia ya kwamba alikuwa anawapelekea nini, ya kwamba akawa anaenenda kuanjulia hali, na ya kwamba akasonga akatoka Shekemu akawafuatia mpaka Dothani, akienda kujua nini habari za kondoo, mifugo ya baba yake, na kama ndugu zake wako salama ampelekee ujumbe. Bwana asifiwe. Ya kwamba kuna watu watakundindimiza, kuna watu wakatakuotea kwa mbali, kuna watu watakuwekea jama kwa mbali. Ni kwa sababu ngani? Wakati wanapokuona wanaona
waotaji wa ndoto, wakati wanapokutazama ukiwa kwa mbali, wanaona tu ndoto zako zikaweze kuzimia, wakaweze kukuteka nyara, wakaweze kukuangamiza na usiweze kufanya kitu chochote katika ulimwengu wa kiroho. Yusufu akaenda, na wakati walimuona, maandiko ikasema kana kwamba akawafikiria huko Ndothani, na wakamuona akiwa kwa mbali, na wakafanya nini? Wakafanya njama, wakasema ndio yule muotaji wa ndoto, wacha tukaweze kumua. Unafikiria mpendwa, siku ya leo umepangiwa kuuawa mara ngapi? Wengine wanaumanga vidole usiku, hata asubuhi ukikutana nao katika nyumba za maibada, katika mikutano, watu ni wa imani, lakini wanatamani ukafe, wanatamani ukue hauko, wanatamani utokome, wanatamani uvunjike, hata vipande ukue hauna nguvu hata ya kuinuka uombe, wanatamani ukawe kwa wheelchair, ikuwe una nguvu ya kusimama tena katika madhabahu na ukahubiri neno. Maandiko inasema nini? Inasema kana kwamba wakamuona Yusufu akiwa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nisome. Wakamuona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya mashauriano. Kuna watu wanakaanga chini, kuna kamati inakaanga chini, kuna watu ambao ni makuhani wasaidizi wa kukaa chini na kupanga njama za uharibifu. Yani watu ambao wako unajua, kwa mfalme ya kwa kiongozi yeyote akukosangi watu ambao wako karibu na yeye, ambao wanakaanga katika ofisi yake. Wewe mahali ambapo huko unatumika kufanya nini? Unatumika kutoa shauri ngani? Unatumika kutoa ni nini ambacho unafanya katika maeneo ya kwamba ndugu za Yusufu wako kule nyikani wanachunga, na wakati walimuona kutoka mbali wakafanya shauri yeyote ile ambao tumefanyiwa asubuhi ya leo, shauri yeyote ambao kaiondoa mahali ambapo umeolewa, shauri yeyote katika kazi mahali ambapo unafanya, shauri yeyote ambayo imefanywa mahali ambapo unaishi, shauri yeyote ambayo imefanywa na mtawala na mkuu wa anga kinyume na maisha yako, natangaza asubuhi ya leo katika jina la Yesu, haitatimia, haitakamilika, haitafaulu. Nasema hakuna silaha yeyote, hakuna shauri yeyote iwe imetiwa mihuri kama zile nyaraka ziliandikwa na Yezebeli, na akatia mihuri ambao ni wa mfalme Nabothi akaweze kuuawa. Hatutaandikiwa nyaraka, hatutawekewa shauri, na kila shauri ambayo imewekwa usiku wa manane tunanena ikasambaratike, tunaikanusha, tunaivunja katika jina takatifu la Yesu. Na tunatangaza siku ya leo wana wa Mungu wakawe huru in Jesus name. Wakafanya nini? Wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Yani watu wanakufanyia shauri wakakuangamiza, watu wanakufanyia shauri wakakulaani, watu wanafanya shauri na wanahusika na wanakuwa wako pale kipaumbele wakiwa wako tayari ya kwamba ukaweze kuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Yeyote yule ambaye huwa anahusika within the circles of our enemy, anakuwa yeye ndio front line, anakuwa yeye ndio mpaka, anakuwa yeye ndiye right man wa muandui wetu. Siku ya leo na nena akasambaratike na kambi zake. Natuma moto wa Rabaza kana Tamairo Boshanda. Iwa amehusika kwa maono, iwa amehusika kwa kunguza, iwa amehusika kwa chochote kile, natuma moto, natuma radi ya damu ya Yesu katika matuo yao, na wakaweze kusambaratika katika jina takatifu la Yesu. Wakafanya shauri ya kwamba Yusufu wakaweze kumuua. Nani wanafanya shauri? Ndugu zake, wale ambao ni wa nyumbani kwenu, wale ambao wanajitanisha na jina la Bwana, ambao wanatumika na pepo shetani, ambao wamewekwa kifumba macho, ambao wameweka mask, wameweka ya kwamba mamaski za kuwafunika mpaka macho, hawaoni, hawaelewi ya kwamba wanatenda uovu, ya kwamba siku ya leo tunanena ya kwamba makusudio yao mahali ambapo wamelenga, lengo zao, nia zao, ya kwamba haitaweza kufaulu katika jina takatifu la Yesu. Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja, utaitwa majina, utaitwa kakimbelembele. Mimi naitangwa kimbelembele, natafuta sifa, natafuta kuinuliwa. Huduma Mungu alitia ndani yangu. Kuna wale ambao ni waonaji, wakikaa chini atakwambia, na mimi kuna kile mtu ameweka ndani yangu kutenda kazi ya Bwana pasipo kurudi nyuma, ya kwamba hata kuwekwa shauri. Wakasemezana wao kwa wao. Umekalishiwa kikao mara ngapi? Na wewe umekaa kikao mara ngapi ukitenda maovu, ukiwa uko katika njama? Na usikanushe. Bwana Yesu asifiwe.
unaitangwa njama za kuwafanya uovu, njama za usaliti, njama za kumpakstamp, njama za kuwa unashangilia wakati mwenzako ako katika uovu. Unasema kufanyike hivi, nilikuwa ninakaona, nilikuwa naona akifanya hivi, nilikuwa naona yeye ndiye tanjika, jina langu haiwezi kazimwa na chochote kile. Na wewe tangaza, jina lako haitaweza kuzimwa na yeyote yule. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kuna majina ambao Mungu ameyateua yakawe tanjika, yakawe tanjika, yakawe tanjika katika jina takatifu la Yesu. Utatajwa mpaka utajwe Misri. Yusufu ya kwamba jina lake haikukomea pale, ya kwamba hatukuambiwa hata hakuna jina lingine ya mandugu zake imetajwa mara mingi kama ya Yusufu. Na wewe jina lako haitanyamazishwa na mtu, ya kwamba hakuna yeyote atakayekusingizia maneno atakayefaulu. Ni kwa sababu ngani? Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Baba mwenye nguvu na mwenye ya kwamba unaabudu Mungu ambaye ako na uwezo, na yeye ni mwenye nguvu, na yeye ni mwenye ushindi, na ya kwamba utaibuka ukiwa mshindi. Haleluya. Ya kwamba wakasemezana wao kwa wao, watasemezana kinyume na wewe, watasemezana wao kwa wao, watakaa chini njama hata zingine za usiku wa manane, hata watakosa kukula hata sapa, watakosa kukula hata kukunywa chai, wakifanya mashauri, wakiharakisha waende kwa kamati andalizi za roho chafu, lakini hawataweza kufaulu katika jina la Yesu. Waulize ndugu za Yusufu, hawakufaulu. Bwana asifiwe. Hakuna chochote kitaweza kufaulu kinyume nami. Mimi ni mteule wa Bwana, mimi nimetiwa alama na Bwana, nimelipiwa gharama ya dhamana kubwa sana, chombo ya kwamba dhabihu ya kipekee, mwana kondoo, mwana wa Mungu wa kipekee, akamtoza kama dhabihu ya kuniokoa mimi. Ni dhabihu nyingine gani? Ni kambuzi kengine kangani katashikwa? Manipulation nyingine gani ambao watasemezana ya kwamba hapa chini nitakusomea mstari atikana kwamba watachinja kondoo na wachovye ya kwamba kanzu yake, na waweze kupelekea ya kwamba baba yake, na akaweze kuamini kana kwamba kweli mnyama mkali amemula. Bwana asifiwe. Hakuna mnyama atakutukula, hakuna mapepo, hakuna manjini ambao itaweza kutufahamia, hakuna mandevo worshiper watakaa katika kambi zetu, hakuna mnyama hata urogi hautaweza, hakuna ukali wowote wa maroho zao araba shenda mazeka arabita moza kalaba sha katika jina la Yesu. Mahali ambapo maandui walipotuacha hatutakaa pale. Ni kwa sababu ngani? Hatutakaa when we are suffering, hatutakaa kwamba tukufe, hatutakaa, we are not going to suffocate. Hata watutie wapi, hata watuweke kwa moshi katikati, Mungu atawapeperusha mbali, ya kwamba atapeperusha hiyo moshi kana kwamba na upepo mkali katika jina takatifu la Yesu. Wakazungumzana haya twende tumuue na kutuseme mnyama mkali amemula. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wanapanganga njama ya kwamba wakatuue na wakaseme tumeuawa na ugonjwa. Haleluya. Kuna watu mazika la bosha ndaimaze. Shetani nategua njama zako zote asubuhi ya kinyume na hao wapendwa my father, na kinyume na zika la bosha ndai, ya kwamba hatutapatwa na dhara yeyote. Hakuna njama na kusudio lolote ambayo itakaweza kufaulu kinyume na maisha yetu. Wakasema nini? Haya twende. Sasa wakasema basi twende. Haya twende, wakiwa wako tayari wakaweze kumuua Yusufu. Na baada ya kumuua waseme nini? Ati mnyama mkali amemula. Leo tumekanusha, leo tumesema hatutauawa na simba, hatutauawa na ndubu, hatutauawa ya kwamba na zige, hatutauawa na chochote kile. Hata fisi hataweza kutuua, ya kwamba fisi ndiye mnyama ambaye upenda nyama. Hatutaweza kuwa katika makanywa makali ya maandui katika jina la Yesu. Hatutakuliwa na madhabahu za kwao, hatutakuliwa na ibada ambao wameinua kinyume nasi. Hizo zitawakula wenyewe, hao watasambaratika wenyewe, wataibika wenyewe katika jina takatifu la Yesu. Na hatutishiki na chochote kile. Ni kwa sababu ngani? Njama zao Bwana amezisambaratisha, mamlaka yao Bwana ameyapepeta na ameyayeyusha katika jina la Yesu. Na zaidi ya yote yako wako chini, yani maandui zetu siku ya leo wako chini ya nyayo za Kristo Yesu. Wakasema nini? Haya
twende tumuue na kumtupa katika mbirika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemula. Umepangiwa njama ukatakatwe vipande vipande, umepangiwa marabo za kandabo. Wachawi simuokoke na maandui, simuokoke na muachane na mambo ambayo haina faida kwenu, kwa sababu hasara ni kwenu, aibu ni kwenu, fedhea ni kwenu, taharuki ni kwenu. Katika jina takatifu la Yesu wakasema wamuue na wafanye nini? Wamtie katika mbirika mojawapo ya huko nyikani, na ya kwamba waweze kusema nini? Unajua wamebaki na kanzu, wakaweze kusema mnyama mkali amemuua. Hatutauawa na magonjwa ya kisukari, hatutauawa na wanyama wakali wa kanza, hatutauawa. Magonjwa sio sehemu yetu. Hayo magonjwa ambao yanatumwa kwetu, hao wanyama ambao wanakusudiwa wakaweze kukua, ndio wametukula. Wakawarudie wao makusudio yao ya kanza, makusudio yao ya kidney, makusudio yao ya tumbo, makusudio yao ya vifua, fumo zote na mishale na mikuki ambazo wameinua kwetu, ikangeuke ikawangeukia wao na ikawapasua vifua zao katika jina takatifu la Yesu. Reuben akasikia wakasema nini? Kisha sasa wakimtupa pale, wataona itakapokuwa na ndoto zake. Ndoto zangu haziwezi zikazima. Ndoto zako mpendwa za kuwa na kampuni, ndoto zako za kumiliki ngari, ndoto zako za kuoa, ndoto zako za kufanya ibada, ya kwamba za kufanyia Mungu kazi, isizimwe na mtu yeyote. Wakasema watamuweka pale. Ni shauri sasa, wanashauriana, wakaongea wakasema tufanye hivi. Haka kaendapo kufika karibu na sisi, tukakamate tukaue na tukaweke kwa mbirika, na tuone zile ndoto za kushinda, akituambia ati mikanda yake ninafanyia Mungu kazi ni kwa sababu ni lazima nijenge cathedral, ni lazima nijenge Mungu, nimjengee Mungu nyumba ya ibada kubwa katika jina takatifu la Yesu, ambao itakuwa imejaa utukufu wa Bwana, ambao Mungu atakuwa amenjazilia kwa wema na kwa utukufu wake. Hatuzuiliki. Mbegu ya Mungu haiwezi ikafunikika na yoyote. Ni kwa sababu ngani? Mungu hawezi akashindana na maandui, ya kwamba Mungu hawezi akashindana na mwanadamu ambaye ameinuka aweze kushindana nawe. Atamfieka, atamponda, atamkatakata, atamfieka katika jina takatifu la Yesu. Reuben akasikia, akamuokoa katika mikono yao, akasema tusimuue. Reuben akawaambia msimwage damu, mtupeni katika mbirika hii iliyopo nyikani. Sasa ndugu yake Reuben akataka kumuokoa katika mikono yake, amuweke pale katika mbirika, ndio wakiwa wanawinda ama wanalisha kondoo, arudi atoke aende pale katika ile mbirika, amtoe na mrengeshe kwa baba yake. Lakini haikuwa hivi. Ikafanyika nini? Wala msimunguze, ili apate kumuokoa katika mkono yao, akamrudishe kwa baba yake. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua kanzu, wakaanza operation now. Kuna watu sahi wako na operation. Mazaka dabozi kindeta mazaya. Huyu anaitwa Yusufu. Katika serikali yetu ya Kenya kuna jamaa alisimama akasema mimi ndio fulani. Bwana asifiwe. Na mimi ndio Castin. Bwana Yesu asifiwe. Na zaidi naitwa Josephine. Na zaidi ya yote si uniite na surname ya kwamba naitwa Modheke Garaboza Kayana. Yusufu akafika nao amefanyiwa njama, na ajui ya kwamba njama zote ambazo zimefanya kinyume na wewe, pasipo wewe kujua, zikasambaratike. Njama za faragani, njama za siri, ya kwamba Mungu akatume moto wa kutawanyisha, maana yeye ni moto ulao, akawafieke na moto, akawasambaratisha, akalambe mafumbi, mawe ambazo wameinua, sandaka zao, wakarabo, atai marobo, shandai maza. Yusufu akafika. Wakati alifika akafanya nini? Akafuliwa kanzu. Na wakati alifuliwa kanzu akasema nini? Kuna watu wengi wametufua kanzu. Bwana asifiwe. Umefuliwa kanzu mara ngapi? Umefuliwa utukufu mara ngapi? Umezushwa cheo mara ngapi? Umeitwa manjina. Wengine hata unakuwa ukontent kukua kitu fulani, unazushwa na manipulation pasipo kuelewa. Mungu akatusaidie siku ya leo. Na mimi natangaza mahali ambapo walikusudia nikao, natangaza sitakuwa mkia, nitakuwa kichwa, nitakuwa wa mwanzo wala sitakuwa wa mwisho katika jina
takatifu la Yesu, na sitanyamazishwa na sitaogopa chochote, na ya kwamba maandiko inaniambia nikawe na nguvu na ondari na shujaa, kwa sababu kitabu hiki cha maandiko na kisitoke ndani yangu katika jina takatifu la Yesu. Maandiko inasema ya kwamba ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa, wakamtoa na kumtupa katika mbirika, na hiyo mbirika haikuwa na maji, ilikuwa tupu. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu ya kwamba watatuchimbia mashimo, watatuweka pale, na ya kwamba hatutakufa. Haleluya. Umepangiwa njama mara ngapi kufutwa kazi? Umepangiwa njama mara ngapi hata kiateka kuambiwa akutoe kwa ploti, wewe ndio unaharibu, na wewe ndio unakuanga mchokozi. Kumbe unakuanga mchokozi katika anga za kironi, wewe huwa uelewi. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba umepangiwa njama mara ngapi, wakamtoa kanzu, wakamtupa katika mashimo, na ya kwamba na wakafanya nini? Hamna kitu, nao wakakaa kitako kula chakula. Haleluya. Natamani watu ambao wamekaa kitako, wakiwa wameweka minute maid, wakiwa wameweka hapo, wakiwa wameweka tule matumachungwa twa yelo, na wakae chini wakikula, wakiteremusha polepole. Hata wakitaka kukaa, wa stretch mikono yao na wawekelee miguu katika meza, waangalie vile ambavyo itakavyokuwa na kazi, vile ambavyo itakavyokuwa na maisha yako, vile ambavyo itakavyokuwa na kazi yako na biashara yako na watoto wako. Wakae kitako, wakakaa ndugu za Yusufu, wakakaa chini kitako nao, na wakaendelea kukula. They don't care if you are suffocating, they don't care if you are dying, they don't care if you are suffering, they don't care if you are there or you are not there, because they want to kill your dreams. Your dreams cannot be killed by anyone. Bwana Yesu asifiwe. Ndoto zako hazitauawa na mtu, hata kama utawekwa katika shimo. Usiogope moto. Dhahabu lazima ipitishwe kwa moto, ni lazima ipitie hapo. Lazima umenyane vita zingine, lazima upigane na wakuu, lazima uinukiane na wafalme ambao the principality and the domains and the rulers of darkness, ndio kaweze kukua mshindi katika jina takatifu la Yesu. Unaogopanga nini vita ikianza? Unakaa kama akina Eliab na akina Shama na akina Abinadab, wanarudi, wanakimbia, wanaondokea vita. Kuwa Daudi ya kwamba unakazika labo, unasikia ya kwamba umekasirishwa, na ya kwamba na yeyote yule ambaye anatukana miungu, Mungu wa Israeli, na ya kwamba anamtukana akiwa amebeba miungu, ya kwamba unakazeka labo, rabo, unajumazika la, unajua diviners, ambapo wakati wamejitoa kwa vita wanatanjanga jina la Yesu, lakini ni Yesu ambaye hayuko ndani yao, ya kwamba hata watatoa pepo. Udhani walitoa, maandiko inatuambia watasema tulitoa pepo kwa jina lako, lakini Yesu atawakana, ya kwamba chochote kile ambacho kimepangwa katika ulimwengu wa kiroho, ya kwamba ukaweze kutupwa kwa mbirika, hata ukitupwa pale utatoka ukiwa mshindi. Eti ni mitihani, ya kwamba this is a battle, na ni lazima utatoke ukiwa mshindi, lazima utatoka ukiwa umehitimu, lazima utatoka ukiwa wewe ndio wa kwanza, lazima utahitimu katika hizi vita katika jina takatifu la Yesu. Yusufu akapitia mambo mengi sana, akawekwa katika ile mbirika na wakakaa kitako wakule. Kuna watu wamekaa kitako kwa sababu wamemalizana na wewe. Kuna watu watakaa chini wakunywa na wateremsha, ni kwa sababu ya kwamba na walale usingizi wa fofofo, wakidhani kana kwamba sasa watapata mifupa tupu, sasa watapata ukiwa umetunguka, umechizi, watapata ukiwa umechanganyiki. Magonjwa ya Misri ndio wao ndio itawapata, ya kwamba huko kuchanganyikiwa ni wao kutawapata, ni kwa sababu wao wako katika dunia nyingine. Wao ni wapinzani wa Mungu, wao ni ya kwamba ni watu wasiofaa, na yale magonjwa yote ya kwamba kuchanganyikiwa, hata kukohoa, ya kwamba na hata homa ya matumbo ikawapate katika jina takatifu la Yesu, ya kwamba mapigo 10 yote ile ya nzige, ya kwamba ngiza, totoro, vyura, na ya kwamba maji yao ikangeuke ikawe ndamu siku ya leo katika jina takatifu la Yesu, na ya kwamba manjipu ikawapate katika jina la Yesu. Kusudio lote my Father ambao wanakusudia kinyume na maisha yetu, tunatangaza ya kwamba haitatupata. Wakapigwe na kuchanganyikiwa, wakapigwe na mbutwa, na ukawarengeshe nyuma katika jina takatifu la Yesu Kristo. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba wakainua macho wakiwa pale wanakula, wakainua macho wakaona akina nani, wakaona wafanya biashara wa Ishmaeli ya kwamba wamebeba nini, wako pale wamebeba ubani na zeri, wanachukua na manemane. Wanaenda wapi? Wanaenda Misri. Wakasema nini? Yuda akawaambia ndugu zake, kwa faa nini kumuua ndugu yetu na kuificha damu yake, damu yake? Haya, na tumuuze kwa hawa wa Ishmaeli. Ya kwamba Yuda akasema kutafaa nini hata wakati ambapo tutaweza kumuua na kuweza kuimwaga damu yake, tufanye hivi, tumchukue, tumtoe katika ile shimo, tumuuze katika wa Ishmaeli. Wa Midiani wakasongea, msafara ukasongea, na wakati walisongea wakaenenda akina nani, wale ambao walikuweka kwa shimo wakuangamize, wao ndio watakutoa. Ndiposo ukasongea tu your platform, wakati wao tu ndio watasemezana, si watakwambia toka. Wao ndio watangaramika. Wakasema nini? Haya, na tumuuze kwa hawa wa Ishmaeli, wala mikono yao yetu isimudhuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu ndugu yake zake wakakubali, pita wafanya biashara wa Midiani, basi wakamtoa ndugu zake wao, hao wapinzani wako, hao wapangae kamati, hao wanenae kinyume nawe, wao ndio watakutoa mahali ambapo walikuweka katika nchi takatifu la Yesu. Ya kwamba watakusongesha, watakuweka in a way, watakufikisha into your platform. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba siku ya leo mahali ambapo walikuacha si mahali ambapo huko, ya kwamba nao wakawa wamemweka katika shimo, wakawa wamemuuza, wakamtoa wakamuuza, na baada ya hapo wakaenda wakandanganyana. Wampenda kuwa tayari kundanganyiliwa. Hata Yakobo alidanganywa kuhusu mtoto wake. Utaambiwa wewe umechukua mabwana za wenyewe. Utaambiwa hata ndugu zako ambao ni wachungaji wa kiume uko marafiki na wao, na wewe utaambiwa kana kwamba marafiki zako ambao ni wachungaji ndugu zako katika undada uko marafiki na wao. Utanenewa maneno, utawekelewa, na kinywa ambacho kinachonena ni ndicho kimenjawa na usherati, ndicho kimenjawa, yani kile unajua kusanyiko la moyo, ya kwamba mdomo unena kusanyiko la moyo. Ukisikia mtu ambaye ananena maneno, ananena kile ambacho amenjaza ndani ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Masingizio, mtu akiamka anasema fulani ni rafiki wa fulani, fulani anafanya usinifu, ya kwamba kinywa unena kusanyiko la moyo. Wingi wa katika wingi wa maneno kinywa unena, ya kwamba kinywa cha mtu unena kile ambacho moyo umekusanyika, inatoa from the store of the heart. Bwana Yesu asifiwe. Nao wakafanya nini? Wakamuuza, na wakati ambapo walimuuza wakamtoa kwa mbirika, wakamuuza Yusufu kwa Ishmaeli kwa vipande za fedha 20. Kuna tumadhambao umeinuliwa na umetolewa fedha 20, vipande 20. Bwana Yesu asifiwe. Thamana ya damu ya Yesu inapita vipande za fedha 20. Bwana asifiwe. Inapita hata 30 zile za Yesu. Inapita chochote kile. Ni kwa sababu gani? Gharama ya msalaba inatosha yote. Gharama ya msalaba inatosha kwa yote katika jina takatifu la Yesu. Nasonga mbele. Naenda wapi? Naenda hapo tu Mwanzo 45, ya kwamba nasoma kutoka mstari wa kwanza na sita usoma. Nitafanya kukuelezea mpaka wa 8. Utanjisomea kwa wakati wako. Inasema nini? Inasema ya kwamba hapo Yusufu hakuweza kunjizuia. Bwana Yesu asifiwe. Yani wakawa hawa kukanja njaa. Na wakati Yusufu, kumbuka, ashaenda Misri, ashafanyika na hata mtumwa, na amefungwa njela, na kwamba mfalme wa Misri ameota ndoto, imekosa mtafsiri, na Yusufu ametafsiri ile ndoto. Nao sasa nani? Yusufu ako nani? Ni prime minister, ya kwamba ni mkubwa. Kumbe ulikuwa unauzwa, kumbe ulikuwa unaitwa manjina, kumbe utasingiziwa, kumbe utakaliwa vikao, kumbe utanenewa, kumbe ya kwamba wanakusongesha katika your platform. Ngojea moto ikuchome, ngojea uingie pale.
utanuka miale ya moto. Ngojea vita ichache, ngojea ichache, na yako ni kumuitia Mungu na kumwangalia akaweze kukupatia ushindi, akaweze kukufanya ukatoke ukiwa uko mshindi, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hata dhambi zifanywe gani, hata wafae kanzu nyekundu, hata waendee madhabahu za ubani za Waislamu na waendee hata za Wahindi, hazitaweza kufaulu. Yeyote atakayechoma ubani kinyume na maisha yako, ya kwamba hiyo moshi ya hiyo ubani ikamuingie katika esophagus na ikamuondoe katika jina la Yesu. Mchawi na asiishi katika jina takatifu la Yesu. Maandiko inasema nini? Wakaenda sasa chapter 45, wakaenda Misri. Wakati walienda kule, Yusufu akawaangalia ndugu zake, haya kwamba maandiko ikasema hakuweza kujizuia. Kuna wakati hutaweza kujizuia, kuna mandugu watakupata mahali, kuna watu ambao watakupa wandanganyifu, unaweza kukua inasako ya wachungaji, na ya kwamba each and every time ni washtaki wako, hawatakangi ukiendelea, wako na shida na nyota na ndoto ambazo uko nazo. Siku ya leo natangaza kana kwamba yeyote ashawahi kukusaliti kwa uongo, yeyote ashawahi kunena kwa hila, yeyote ashawahi kuinukia ndiposa ndoto zako zikaweze kundinimizwa, na akakuua na akachofya nguo zako na akasema umeisha, na akakudanganyilia akaenda mbele akasema umefanya hivi, ya kwamba ndugu za Yusufu walienda hata kwa baba yake na wakasema kana kwamba mnyama mkali amemula, na wakachinja kondoo, na ya kwamba Yakobo akaomboleza ni kwa sababu ya mtoto wake, ya kwamba yeyote alisababisha maombolezi, yeyote aliyesababisha maombolezi katika nyumba yako, katika jina takatifu la Yesu, na nena akapigwe na radi ya moto na damu ya Yesu Kristo, akatokomee na mbonda katika jina takatifu la Yesu. Imagine Yakobo akiomboleza ni kwa sababu ya mtoto wake na akimulilia na angali yako hai, ya kwamba siku ya leo kuna watu ambao ni maandui ambao wamefanya ya kwamba tukawe na maombolezo, ya kwamba tukawe na kilio, ya kwamba tukawe tuone kana kwamba hatuna nguvu njoo ya kufiwa. Siku ya leo yoyote ambaye amehusika ya kwamba na mauti ya yoyote yule wa karibu na sisi, na akafanya kana kwamba iwe ni manipulation, na ambaye anakusudia kifo, na ambaye anapanga njama ya kwamba nanena kifo kikampate kwa ghafla katika jina takatifu la Yesu, ghafla katika jina la Yesu. Maandiko ikasema kana kwamba wakaenda, Yusufu akawa hawezi akajizuia. Nasoma mstari mmoja, basi sasa msihuzunike. Wakati sasa aliwaambia mimi ndio Yusufu, msihuzunike wala msifadhaike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka mitano isiyo ya kulima wala kuvuna. Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia mazazo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu Mungu amekupeleka mbele yao. Kuna watu wewe unapitia mazito, wewe unapitia mangumu, wewe unapitia kuitwa majina yeyote. Mungu alikupeleka kule ndiposa ukaweze kuwekea watu mazao. Kuna watu wanakuteza wakifikiria wewe utaenenda kuangamia. Utaangamia. Wewe ndio utafanyika hifadhi yao. Wewe ndio utawaonyesha mahali pa kukaa. Wewe ndio utawapatia platform. Wewe ndio utaweza kuwapatia chakula katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wewe ndio utaweza kuwapatia chakula. Maandiko inasema nini? Methali ya kwamba Methali nasoma 6 mstari wa 12, mtu asiyefaa kitu, mtu wa uovu, huenda njiani mwenye kinywa cha upotofu, ukonyeza kwa macho, unena kwa miguu. Bwana Yesu asifiwe. Yani mtu asiyefaa huenda akikonyeza kwa macho hivi, kwa macho uashiria watu kwa vidole vyake, uonyeshana watu kwa vidole. Mna upotofu moyoni mwake, utunga uovu daima. Yeye kazi yake ni kufanya nini? Kukaa akitunga uovu ndani yake. Maandiko inasema nini? Basi na msiba umtampata kwa ghafla. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasoma pale hii kwa sababu nimenena yeyote yule ashawahi sababisha msiba na maombolezo ikawe kwako. Siku ya leo
hata kupata kwa msiba tena. Yeye hata kuona ukiwa kwa jeneza ati anakuzika, utamzika yeye, utamuerudisha kwa mchanga. Mchawi utamuangusha chini. Mali ambapo walikuacha hautakuwa pale, watakupata ikulu, watakupata ukizunguka, na wao watakuwa wametokomea, watakuwa wako powerless. Ni kwa sababu ngani? Watakuwa wameinama, watakuwa wanasononeka. Ya kwamba maandiko inasema, wacha nirudi nyuma kidogo, wala ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana waliingiwa na hofu. Kuna watu wataingiwa na hofu mbele zako. Kuna watu watakupata ukiwa wewe ndio mfalme mahali, wewe ndio second in command. Watakupata Mungu amekuinulia ngazi ya juu, watakupata neema inakutosha, watakupata utukufu wa Bwana umekubeba, na ya kwamba wataingiwa na hofu, wataanza kusononeka, watainamisha vichwa vyao, wataibika. Ni kwa sababu mahali ambapo walikuacha si mahali huko, ya kwamba wao walidhani wamemaliza na yeye na wamemuuza, na ya kwamba they have forgone, hawataweza kumuona tena. Wakakuja kuelewa kana kwamba hizi mara mbili ambazo wamepanda Misri kununua chakula, wakirudishiwa fedha zao, ya kwamba ndugu yake ndiye anasimamia chakula. Mpendo, usiogope. Kuna mahali utasimamia chakula, ulitupwa ukaangamie, na wakakaa chini wakule chakula ukiwa kwa shimo. Wakae chini wakule chakula ukiwa kwa shimo, waangamize mzee wako ukae ukiteseka. Kuna wakati wao watakuja kutafuta chakula kwako, watatafuta msaada kwako, hata watakuwa wanajua kana kwamba God atakuwa amekuestablish wakati hata kuna watu wanaweza kuwa wanachotanga maji ya kukunywa, yani mahali tu imewekwa, na hata wasijue wewe ndio mwenye hiyo kazi. Bwana asifiwe. Kuna maeneo Mungu atakuinua akupandishe, ya kwamba utawalisha pasipo wao kuelewa. Wale walikaa chini wakule chakula, wale walikaa kitako na wakasema wacha tuone itakuaje na ndoto zake. Watakupata ukiwa wewe ndio unawapatia chakula Misri. Watakupata ya kwamba wakati wako cornered kwa shida, wakati wamefika mwisho, wakati wanahangaika, wakati wanaenda kutafuta msaada, ni kwako ambao watakuja kuangukia. Mahali ambapo walikuacha, mahali ambapo walikusudia ukague, mahali ambapo walidhani utakaa pale milele, au utakaa pale milele, utakaa katika hiyo shimo. Hata wakushikania watu wangapi? Uliza Meshach, Shadrach na Abednego antithi yao manjama. Huwa inanitia nguvu, ni kwa sababu waliamua kana kwamba hatutainamia miungu. Nami siku ya leo sitainumia Illuminati, sitaingia katika maabudu ya masanamu. Inamjua Mungu Baba ambaye aliziumba mbingu na dunia, na ya kwamba ni mwaminifu na ataniokoa, na ya kwamba ataniokoa katika huu moto, ataniokoa katika hizi vita. Nawe mpendwa, siku ya leo uende ikawa unapitia changamoto, uende ikawa unapitia vita, uende ikawa unapitia ya kwamba kusanyiko la watu ambao wamekukusanyikia kama ndugu za Yusuf wakaweze kukuangamiza. Na nena kana kwamba usitishike, usiogope, hata wakati wanakutia kule, hata wakati unasingiziwa, utasingiziwa maneno. Hata Yusufu alisingiziwa kubaka, ya kwamba yakanzika la Boshanda mke wa Potifa, na ya kwamba akatiwa gerezani. Kumbe kule gerezani ndiko kulikuwa nao the platform, hiyo gereza ambao unapitia leo, hayo mateso unayopitia leo, ya kwamba kuna mtu ataota ndoto, kuna mtu atafika mwisho, kuna mtu ataingiwa na kiwewe, na ya kwamba hakutapatikana mtu mwingine aliye na hekima kama wewe ambaye atakuja kutafsiri hiyo ndoto. Kuna watu maarifa yako itatafutwa, ushauri wako utatafutwa, licha ya kwamba walikaa chini wakafanya shauri kinyume na wewe. Maarifa yako na ushauri wako watakuja kutafuta huko gerezani, watakuja kukutafuta walikokuacha, watakuja kukuita, na ya kwamba watakupata ukiwa wewe ndiye mlinzi, wewe ndiye msimamizi, wewe umewawekea mazazo, ya kwamba walikuacha ukiwa masikini, watakupata ukiwa tajiri. Walikuacha ukiwa una chochote, watakupata ukiwa uko na vyote. Ni kwa sababu baba yako ako na vyote na ni mwaminifu, na ataenenda kukunjalia mema katika jina la Yesu Kristo. Unahofia nini? Yani uniwekwa mahali na ukasema don't usikubali the situation
mahali huko semangi hiyo ugonjwa yangu hakuna magonjwa ni ya shetani, na ya kwamba hatutamiliki magonjwa, ya kwamba hatutakaa na mateso na mahangaiko na maskini, poverty, the spirit of poverty tunaikemea katika jina la Yesu, ya kwamba chochote kile ni kiovu ambacho cha kutumwa kinyume nasi hakitafaulu asubuhi ya leo, ya kwamba njama zao zote na shauri zao tunazisambaratisha mahali ambako walituweka tuwakaone ndoto zetu zitafika wapi, na tunatangaza ya kwamba Baba tutengenezie platform ya kwamba watatupata kule tukiwa umetuheshimisha, watatupata kule Jehova ukiwa umetufisha utukufu mwingine, watatupata kule Jehova na mamlaka zingine, wakati maifa ya kwamba Yusufu alipanda kule, ya kwamba walimpata wakiwa na mkufu, wakampata akiwa na pete, wakampata ya kwamba anatawala na anamiliki, ya kwamba watakapokuwa wanakufuatilia, watakapokuwa wanatafuta msaada, watakupata na chio kingine, hawatakupata katika utukufu ambao walikuacha, waliacha ukiota ndoto, hawatakupata ukiwa umelala wote ndoto, watakupata ndoto zikiwa zimekamilika, watakupata ndoto zikiwa zimetimia, watakupata ndoto zikiwa ambazo Mungu anaziestablish, watapata nao Mungu akiwa amedhibitika ndani yao, hautakuwa mwotaji wa ndoto, nao wataona practical, wataenda mpaka baba yake, na kweli itafika wakati unafika ya kwamba jua na mwezi na nyota zitakuinamia, jua na mwezi na nyota ya kwamba zitakuinamia. Ilifika wakati ndoto ya Yusufu wale waliosema itakuwaje, kumbe haikukuwa ikue Kanaani, ilikuwa ikue mahali wanateseka, ilikuwa wapate njaa waweze kupanda Misri, ndiposa wakaweze kuokolewa katika jina la Yesu Kristo. Na ni ya kwamba nikubalie nikaweze kumalizia pale, na tukaweze kuomba kwa hizo dakika kama 3, na Mungu ataweza kututenda mema. Na siku ya leo namalizia kusema you are not where they left you, ya mahali ambapo walikusudia, mahali ambapo they expected you to be, hapo katika 30 kakuni hauwezi ukakaa pale. Mnyungu yeyote mahali walikuweka, shimo yoyote ikafunikwa na damu ya Yesu, ukaelee juu ukatokeleze katika jina la Yesu. Hautakaa mahali ambapo walikuacha uteseke, hawatakufunga katika kifungo cha radius kusakuliti mahali popote, ina delay kukamata anga yako ya fedha. Leo yeyote ambaye ananena kinyume na mapato yetu, na mpiga na radi ya damu ya Yesu, na nena akashamaliva kunzina ka rabiza kandobo zai kataima ro rabika zoko lapa kalaka zeke rabo shanda bozika dabo, inanena breakthrough, upenyo. Hatutakaa kuhangaika, hatutakaa pesa zetu zikiwa zimeteza makayano boza, tunawavua mamlakani, tunawanyang'anya, tunawakanyanga, tunawambonda mbonda, tunawapepeta na moto, tunawasiaga wafanyike makapi mbele zako katika jina takatifu la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa wema, kwa fadhili zako. Asante kwa neno lako, asante, neno lako ni wewe Bwana. Asante kwa kunena nasi asubuhi ya leo, mahali ambapo maadui zetu walituacha, unatuambia damu ya Yesu imeturehemu, damu ya Yesu imetusimamisha, damu ya Yesu imetukomboa na imetutetea. Katika jina la Yesu tutetee siku ya leo, damu yako takatifu ikatuoshe kutoka utosi wa vichwa vyetu hadi nyao za miguu yetu. My Father, tuhifadhiwe na wewe, tutiwe nguvu na wewe, tutetee Bwana, tutengenezee njia my Father, fanyika mwamba wetu imara my Father, katika jina la Yesu Kristo. Makusudio na nia zote za mwovu ibilisi tunatangaza hazitafaulu katika maisha yetu. Tunatangaza my Father Jehova, wale ambao walikula kitako, walikaa chini my Father kitako wakule chakula, ya kwamba my Father wakati tunahangaika, wakati tunateseka, shauri zao zote tunazisambaratisha katika jina la Yesu. Tunanena kwa jina la Yesu kwa imani ya kwamba kila mazika labo ikasambaratike katika jina la Yesu, ikasambaratike katika jina la Yesu. Haitakuwa na nguvu, haitakuwa na uwezo. Baba yangu na Mungu wangu, unaweza, unatosha my Father, wewe ni mwaminifu. Kila moto my Father ambao umewakishwa kinyume na sisi my Father, nasi tunaitisha moto kutoka enzini, tumeitisha nguvu zako. You are the consuming fire my Father. Shuka my Father, revive konsina kiu, teketeza matuo yote ya maandui, teketeza matuo yote ya mazika, each and every platform my Father and divine sorcerers, witchcraft my Father, tunaisambaratisha. Tunanena moto ukawake ukarivai, moto ukawake ukazi, moto ukawake urineta mazika labo shandai katika jina takatifu la Yesu. Tenda mema, tenda makuu Jehova, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, umetukuka kuliko vyote Bwana, wewe ni wa rehema my Father. Asubuhi ya leo natangaza my Father Jehova, vita ambavyo viko mbele za watoto wako, pigana hizo vita my Father, ya kwamba inua ngao na kingao my Father,
tutetee katika jina la Yesu. Sambaratisha, fedhesha my Father, sononesha, ibisha maadui zetu my Father katika jina takatifu la Yesu. Ya kwamba my Father Jehova, ya kwamba dhabihu ambazo wanatoa Yusufu ndugu zake wakatoa ya kwamba fedha 20, ya kwamba kila dhabihu ambayo itatolewa my Father kwa jina la Yesu haikumfanya akaweze kutokomea, ya kwamba my Father ilimpandisha. Wanapoinua dhabihu kinyume na sisi, wanapoenenda kwa machinjio kuchinja, wanapoenenda kututia vitanzi, wacha wakajitie wenyewe, wacha wakachinjichinje wenyewe, wacha wakanjizime wenyewe katika jina la Yesu. Tunazima mioto yao, tunaipuliza my Father, tunaizima katika jina la Yesu. Tunapepeta mazika labo, tunanena kana kwamba boza upepo wa kisulisuli, tunavunja madhabahu yao, tunabomoa my Father rabo zakayanda boshanda tamaize kedede samaka rabo shanda bozika naiko mbaka lalazeke rebo shenda bozai fire is on you rifa konta mazika. Kila maandui ambao wanakaa kwamba wanafiki wasaliti waondoe katika anga zetu, tumewakanyanga na moto, tumewapiga na upofu kuchanganyikiwa, tunawarengesha nyuma my Father katika jina la Yesu. Pando lolote ambao my Father iko idhina wasako in our plantation, in our faith, tunaingoa katika jina la Yesu. Tunatangaza madhabahu zote za giza ya kwamba tunazivunja vunja vipande 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 vipande. Maandiko ikatuambia kwamba ndangoni my Father akaanguka kifundi fundi kichwa chake kikiwa kimekatika na mikono, tunawakata vichwa, tunawavua mamlaka, tumazika labo, tunawazusha chini, tunawaangusha chini, tunawakata mikono, tunanena powerless in the mighty name of Jesus. The principalities, the rulers of darkness, wazika labo, wachawi wa kiroho wa kiasili mandivina, ya kwamba siku ya leo nawateka nyara katika jina la Yesu, na wafunga kitita kimoja, na wazungusha na kisulisuli cha moto, na waripua na moto wa damu ya Yesu. Natuma moto katika matuo yao, katika kambi zao, kwa vitanda zao, kamazika rabo shai kama madhabahu yao iwake moto. Natuma grenade ya moto, natuma grenade the missile ya moto my Father, na ripua katika jina takatifu la Yesu. Natangaza kutoka dakika ya sasa matuo ya watoto wako ikawe uhuru. Madhabahu ambao ilikuwa imewatesa, imewaonea shauri zozote my Father, miuri ambao ilikuwa imewekwa na nyaraka ambazo zilikuwa zimeandikwa, tumezikanusha semi zote ambazo tumenenewa, we hold maisha line na ikanusha kwa jina la Yesu. I take all the captive each and every evil thought against us, inaisambaratisha katika jina la Yesu, na isambaratisha kwa jina la Yesu, na isambaratisha kwa jina la Yesu. Makusudio yao, nia yao, mikataba yao na mikakati haitakamilika katika jina la Yesu. Wafedheke, warengeshwe nyuma, waangushwe na malaika wa ghafla na msiba ukampate kwa ghafla, mfunja vipande vipande mwandui wetu my Father katika jina la Yesu. Ndoa za hao watu my Father zikaweze kusimama, kazi zao zikasimame Jehova, ukawatetee my Father. Na nimetangaza mahali ambapo walikuwa wamewekwa wakafe, wakasuffocate, ya kwamba wakawe wamezima ndoto zao, hawatazima. Nimenena ya kwamba nimewavua, nimewatoa kule Jehova, umasimamisha mahali kwa utukufu wako Baba yangu. Naomba wakaweze kuzaza Jehova, wambariki hata na za kuweka my Father katika jina takatifu la Yesu. Yusufu akasema nilitangulia ndiposa nikaweze kuhifadhia maisha yenu, ya kwamba siku ya leo wacha my Father waendapo kututafuta wakapate tumehifadhi na tumezaza kwa utukufu wa jina lako Baba. Ninakushukuru, ninakubariki. Neno lako ihai, waje ikawe hai siku ya leo, waje ikafanye kazi juu yetu. Tumekatana na maroho zote za kutuinukia kinyume my Father, tumezivunja my Father. Tunazunguka maisha yetu my Father na damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, ukingo wa moto wa Roho Mtakatifu. Miale yote my Father ambao mishale itumwa kinyume na sisi na mikuki haitaweza kufaulu, tunainukia na miale ya moto katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tenda mema na utende makuu siku yetu my Father, imbarikiwa. Alhamisi yetu ikaitwa ya kufana na kubarikiwa katika jina takatifu la Yesu. Yeyote atakayesimama kwa madhabahu akifanya kazi mpofu, madhabahu ya giza kinyume nasi my Father, tunanena haitafaulu. Baba, tuweke huru, uzima wako wa milele my Father ukawe nasi, ututetee my Father, utuzingire katika jina la Yesu my Father. Utufunike utosi wetu, kipaji chetu, vinywa vyetu my Father, vifua zetu, tumbo zetu my Father, mgongo, miguu, magoti my Father, na hata makanyangio
hiyo my Father, damu ya Yesu ikatutetea na ikatuhifadhi. Inuliwa na utukuzwe sasa na hata milele, na ni kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata tukiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na siku ambao ni ya baraka. Mungu akutende mema, azidi kukuhifadhi, azidi kukuneemesha. Kwa yote ni kwa sababu usiogope, ni kwa sababu Mungu hata kupungukia na hataweza kukuacha, na hilo ni neno lake ya kwamba yeye ni muweza wa yote, ya kwamba atakupigania, atakuwezania, atatawanyisha kambi zote za maadui, atawasambaratisha, atawapiga na kuchanganyikiwa, watapigana wenyewe kwa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wenyewe kwa wenyewe. Wacha nikuambie, wakati mmoja wana wa Israeli wakawa katika vita, na ya kwamba paume 5 zikaweza kuinuka kinyume na wana wa Israeli. Unajua kwa nini waliinuka kinyume na Israeli? Ndio wakaweze wana wa Israeli wakaweze kujua kupigana, kuwa muondari, hata wakati vita zimeinuliwa na paume unazunguka, unapata pande zote ni vita. Ona ushindi mkubwa, ona elevation, ona kuinuliwa, ona neema ya kitofauti. See the glory of God in Jesus name. Mungu anakufunza vita ndio ukaweze kuangusha pande na pande, yani ukawapige karate, kung fu, ukawapige taekwondo, ukiwaweka chini in Jesus name. Neema ikakutoshe, ushindi uko juu yako. Shalom.